Mpango wa Marekani kuangusha utawala wa Irani unaonekana kugonga mwamba. Mnamo tarehe 28 Februari, Marekani na mshirika wake Israeli walianzisha mashambulizi ya kijeshi dhidi ya Irani yaliyosababisha kifo cha kiongozi mkuu wa taifa hilo, hayati Ayatollah Ali Khamenei. Ni takribani wiki mbili sasa toka mashambulizi hayo yalipoanza, ambapo Irani imeendelea kujibu vikali mashambulizi hayo kwa kuishambulia Israel, kambi za kijeshi za Marekani zilizopo katika ukanda huo, pamoja na kufunga mlango wa bahari wa Hormuz ambao ndiyo njia kuu ya kusafirisha mafuta. Licha ya Marekani kufanikiwa kumuua kiongozi mkuu, azma ya Trump kuuondosha utawala wa taifa hilo inaonekana kugonga mwamba baada ya Irani kumchagua Ayatollah mpya Said Mujtaba Khamenei. Katika ujumbe wake akihutubia taifa baada ya kuchaguliwa, Ayatollah Mujtaba amedhihirisha kwamba utawala wa Irani bado upo imara na unaendelea kufuata misingi ya mtangulizi wake hayati Ali Khamenei. Hotuba ya kiongozi huyo mpya wa Irani inatoa wito wa kuwaenzi mashahidi wa vita, kudumisha umoja na mshikamano wa Irani katika kipindi hiki kigumu, na kubwa zaidi, inaahidi kuendeleza mapambano dhidi ya ubeberu wa Magharibi, ambapo Ayatollah Mujtaba ametoa amri kwa Irani kuendelea kufunga mlango wa bahari wa Hormuz na kuwa mashambulizi ya nchi yake katika mataifa ya Ghuba yanapaswa kuendelea. Ayatollah Mujtaba Khamenei amesema kufungwa kwa mlango bahari wa Hormuz kunapaswa kutumiwa kama njia ya kutoa shinikizo zaidi dhidi ya Marekani na Israel. Mbali na kufungwa kwa lango hilo la bahari, Irani imekuwa ikifanya mashambulizi dhidi ya meli za kibiashara zinazopita kwenye mlango bahari wa Hormuz na miundombinu ya kibiashara tangu Marekani na Israel zilipoanzisha mashambulizi. Aidha, Ayatollah Mujtaba ametoa wito kwa mataifa ya Ghuba kuzifunga kambi zote za kijeshi za Marekani, la sivyo zitaendelea kushambuliwa. Khamenei ameapa kulipa kisasi kwa ajili ya wote waliouawa kwenye vita hivyo, ikiwa ni pamoja na katika shambulizi lililolenga shule. Ameahidi kuwa Irani italipwa fidia na adui, na iwapo atakataa basi Irani itazichukua mali zake au kuharibu kwa kiwango stahiki. Naam, kwa uelekeo huu wa Mujtaba, ni wazi kwamba utawala wa Irani hauna mpango wa kusalimu amri kama Marekani na washirika wake walivyotaka. Na mashambulizi ya Irani kujibu mpango wa Israeli na Marekani yanatoa picha kwamba taifa hilo limejengea uwezo wa kijeshi wa kupambana na chokochoko za mabeberu kama Marekani, wakati mataifa mengine ya ukanda huo wa Ghuba yakibweteka na kukaribisha Marekani kuweka kambi za kijeshi kwa ahadi hewa za kuimarisha amani katika ukanda huo. Irani ilikuwa bize kujiimarisha na kujenga uwezo wake wa ndani kijeshi. Ni kweli bado haijafikia uwezo wa Marekani, lakini imeonyesha kwamba haina unyonge wa kiasi cha kushindwa kujitetea dhidi ya chokochoko za mabeberu waonevu na wakandamizaji. Kwa hakika mpango wa Trump kuung'oa utawala wa Irani bado una safari ndefu sana, kwani yawezekana shambulio hilo limeondoka na Ayatollah wa Ali Khamenei limeileta Irani ya Ayatollah mpya Khamenei, mtoto mwenye hasira na kiu ya kisasi zaidi.